السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo inshallah tutaingia katika mlango wa 5 katika kitabu chetu hiki cha Tuhfatul Atfali cha Sheikh Suleiman al-Jamzuri, na mlango wa 5 unazungumzia lamu al. Na lamu ambayo ina alif na lamu ambayo inasomeka kwa alif fatha lam sakna al. Lamu hii inagawanyika katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni lamu al ambayo at-ta'rif, lamu al at-ta'rif, ambayo lamu al at-ta'rif inaingia katika jina, inaingia katika majina ya Kiarabu mwanzoni, inaingia katika majina ya Kiarabu, majina ambayo yaliokuwa na sifa ya nakira, yasiyokuwa na umaalumu. Hii ni lamu al aina ya kwanza. Na lamu al aina ya pili ni lamu ambayo inaingia katika vitendo, bi maana vitendo vya Kiarabu. Na lamu al aina ya 3 inaingia katika herufi, ambayo herufi ya bal na hal. Kwa hiyo leo tutaangalia hukumu za hii lamu ya al, kama tulivyotoa maelezo kuwa lamu al ambayo ni ya kwanza tutakayoanza nayo hiya lamu taarifi, ni lamu ambayo ya taarif, ya kuitia taarifu jina, lamu ya kutia taarifu jina linapata umaalumu. Kwa mfano baitun, nyumba. Hii ni nyumba yoyote. Ukisema baitun maana yake kwa Kiarabu ni nyumba yoyote, lakini ukisema albaitu maana yake ni nyumba maalumu. Kwa hiyo lamu taarif as-sakina ni lamu ambayo ni taarifu ya sakina, ad-dakhila ala al-asma'i, inayoingia katika majina an-nakira, majina yale ya nakira yasiokuwa na alif na lamu, ambayo yasiokuwa na umaarifa au maalum, litaarifiha, kwa lengo la kutia hayo majina taarif au umaalumu, yajulikane kwamba ni kitu maalumu. Kwa hiyo tumesema zipo aina 3. Ipo lamu al ambayo ipo katika majina kama tunavyoona, ambayo tutaanza nayo, na kuna lamu al ambayo inaingia katika vitendo, na pia kuna lamu al inaingia katika herufi. Sheikh anasema lilami al halani qabla al ahrufi, inayo lamu al inayo halani, au tunaweza tukasema ina hukumu mbili lamu al. Qabla al ahrufi, kabla ya herufi. Hii lamu al ikiwa kabla ya herufi, basi ina hukumu mbili au ina hali mbili. Ula huma idharuha falta'rifi, hukumu ya kwanza ni hukumu ya idhari, falta'rifi, tambua hivyo, basi tambua hivyo. Na hii idhari inatokea katika herufi gani? Sheikh anazitaja, anasema qabla ruba'i ma 'asharatin khudh ilmahu, inatokea ikiwa nyuma ya herufi 14, kwa maana al ipo nyuma, kisha hizo herufi, katika herufi 14 ikaja mojawapo mbele ya al, ndio anasema qabla ruba'i ma 'asharatin khudh ilmahu, kabla ya herufi 14 chukua elimu yake. Minibghi hajjaka wa khaf aqimahu, katika imejumuishwa hayo maneno 14 katika lafdhi au tamko la beti ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, kwa maana herufi ya kwanza hapa itakuwa ni hamza, ambayo hii hamza ikikutana na al, lamu al ikawa nyuma, hamza ikaja mbele, basi hapo itawajibika hukumu yake kufanyika nini? Idhhari. Pia kuna herufi ya pili ambayo ni ba, pia kuna ghaini, pia kuna ha, kuna jim, kuna kaf, na kuna waw, na kuna kha, na kuna fa, na kuna aini, na kuna qaf, na kuna
mimu na ha, ya na mimu na ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hizi herufi 14 ndizo ambazo zimekusanywa katika beti ya ibghi hajjaka wa khafa aqimahu. Zikikutana na at-ta'rif, basi itawajibika kufanyika idhhar. Kisha anakuja kueleza hukumu au hali ya pili katika hali hii ya at-ta'rif. Kisha anasema shekhe, thanihima idghamuha fi 14 aidan. Hali ya pili au hukumu ya pili ya lamu al ambayo inaingia katika majina ni idghamuha, inakuwa inafanyika idghamu katika herufi 14 pia vile vile, fi 14 aidan, katika herufi 14 vile vile. Wa ramzuha fa'i, na ishara zake au alama yake fa'i, basi zihifadhi hizo herufi. Kisha analeta hizo herufi katika beti ifuatayo, anasema tibe thumma sil ruhman tafuz dhifda ni'am da'su adhanni zur sharifan lilkaram. Tibe, kuwa mtu mzuri. Thumma sil ruhman, kisha unganisha undugu na jamaa zako. Utafuzu dhifda ni'am, kwa kupata ziada ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Da'su adhanni, acha dhana mbaya. Zur sharifan, kisha kuwa mtu mtukufu. Lilkaram, ambaye mkarimu. Katika beti hii ndio kuna herufi ambazo 14 ambazo zinafanyika pia nini, idghamu. Ya kwanza hapa ni ta, ya pili ni sa, ya tatu ni sad ambayo ni sil, unachukua sadi, kisha ruhman unachukua ra, tafuz unachukua ta, dhif unachukua dadi, dha unachukua dhali, da unachukua dali, su'a unachukua sin, na dhanni unachukua dha, na zur unachukua za zai, sharifan unachukua shin, lakini lilkaram unachukua lam. Kwa maana ukihesabu utapata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na ni'am, na hii nuni pia ni'am, nuni pia inaingia, kwa hiyo inakuwa 14. Kwa hiyo herufi 14 hizi zikikutana na at-ta'rif ambayo inaingia katika majina, basi hukumu yake hapo ni kufanya nini, idghamu. Kisha shekhe anakuja kueleza kutoa majina ya hizi lamu. Zina majina yake, shekhe anataja kwa kusema wallama lula sammiha qamriya, na lamu ya kwanza ile ambayo inafanyika idhhar, basi ile iite lamu qamariya. Wallama lukhra, ya na lamu nyingine ambayo ya pili hii inaofanyika idghamu, sammiha shamsiya, iite lamu ya shamsiya. Kwa maana lamu ambayo inafanyika idhhar, lamu ya al inaoingia katika majina, basi hiyo inaitwa lamu qamariya. Al-qamar, wamechukua kipimo cha neno al-qamar, ndio maana wakaita al-qamariya. Na lamu ambayo inafanyika idghamu, ambao wamechukua kipimo cha neno ash-shams, ndio lamu ash-shamsiya, kwa maana inafanyika nini, idghamu. Kisha baada ya hapo shekhe kwa kumalizia anasema, anatoa sasa hukumu ya lamu ya al ambayo inaingia katika vitendo. Anasema wa adhhiranna lama fi'li mutlaqa, nadhihirisha lamu ya kitendo ambayo lamu inayopatikana katika kitendo ya al mutlaqa, moja kwa moja, sawa sawa, iwe katikati, iwe mwanzo au iwe mwisho. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa, mfano katika neno qul tumesema na'am, ndio, wa qulna, na
qul naam, qul sema, naam ndiyo, wa qulna na tumesema, waltaqa na tukakutana au ikakutana. Kwa hiyo katika maneno haya matatu hapa, maneno matatu hapa, kuna lamu ya fi'li, lamu al ambayo inaingia katika fi'li. Mwanzo kuna neno qul, katika hili neno qul lamu ipo mwishoni, fi taraf ipo mwishoni, lakini wa qulna lamu hapa ipo katikati, waltaqa na hapa lamu katika hili neno waltaqa ipo mwanzoni. Kwa hiyo lamu ya al ambayo inaingia katika kitendo hukumu yake ni idhhar mutlaqa, moja kwa moja kama shekhe anavyosema. Kisha kuna lamu nyingine ambayo hapa shekhe hajaielezea kutokana na kuona kuchelea kurefusha. Lamu yenyewe ni tumeielezea mwanzo, ni aina ya tatu ambayo lamu al inaongea katika neno au herufi ya hal na bal. Pia hii inaingia katika hukumu ya nini? Ya idhhar, kama vile lamu al fi'li. Ila huna yakfi, wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.